Kwa Tito, sura ya 1. Paulo, mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo, kulingana na imani ya waliochaguliwa wa Mungu na ujuzi sahihi wa ile kweli ambayo inapatana na ujitoaji kimungu na inayotegemea tumaini la uzima wa milele ambao Mungu, asiyeweza kusema uongo, aliahidi zamani za kale, lakini kwa wakati wake alifanya neno lake lijulikane kupitia kazi ya kuhubiri ambayo nilikabidhiwa kulingana na amri ya Mwokozi wetu Mungu. Kwa Tito, mwanangu halisi kulingana na imani tunayoshiriki. Na uwe na fadhili zisizostahiliwa na amani kutoka kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Mwokozi wetu. Nilikuacha Krete ili urekebishe mambo yaliyokuwa na kasoro na kuweka rasmi wazee katika jiji moja baada ya lingine kama nilivyokuagiza. Ikiwa kuna mwanamume asiye na shtaka, mume wa mke mmoja, mwenye watoto wanaoamini ambao hawana mashtaka ya kuwa wapotovu au waasi. Mwangalizi ni msimamizi aliyechaguliwa na Mungu. Hivyo hapaswi kuwa na shtaka, asiwe mshupavu, asiwe mwenye kukasirika upesi, asiwe mlevi, asiwe mkatili, asiwe na pupa ya mapato yasiyo ya haki, bali awe mkaribishaji wageni, anayependa mema, mwenye utimamu wa akili, mwadilifu, mshikamanifu, anayejidhibiti, anayefuata kikamili neno la uaminifu katika ustadi wake wa kufundisha, ili aweze kutia moyo kwa fundisho lenye manufaa na pia kuwakaripia wale ambao hulipinga. Kwa maana kuna watu wengi waasi, wanaoongea maneno yasiyo na faida na wadanganyifu, hasa wale wanaoshikamana na tohara. Lazima watu hao wanyamazishwe, kwa sababu wanaendelea kupotosha imani ya nyumba nzima kwa kufundisha mambo ambayo hawapaswi, wakiwa na nia ya kupata mapato yasiyo ya haki. Mmoja wao, nabii wao wenyewe, alisema, Wakrete ni waongo siku zote, wanyama hatari wa mwituni, walafi wasiofanya kazi. Ushahidi huu ni wa kweli. Kwa sababu hiyo, endelea kuwakaripia kwa ukali ili wawe na imani yenye afya na wasisikilize hadithi za uongo za Kiyahudi na amri za watu ambao wanaiacha kweli. Vitu vyote ni safi kwa watu safi, lakini kwa watu waliochafuliwa na wasio na imani hakuna chochote kilicho safi, kwa kuwa akili na dhamiri zao zimechafuliwa. Wao hutangaza hadharani kwamba wanamjua Mungu, lakini wanamkana kwa matendo yao, kwa sababu ni wenye kuchukiza, wasiotii na wasiostahili kufanya kazi yoyote njema. Sura ya 2. Hata hivyo, wewe endelea kusema mambo yanayopatana na fundisho lenye manufaa. Wanaume wenye umri mkubwa wanapaswa kuwa wenye kiasi katika mazoea, wanaochukua mambo kwa uzito, wenye utimamu wa akili, wenye imani yenye afya, wenye upendo na wavumilivu. Vile wanawake wenye umri mkubwa wanapaswa kuwa wenye tabia ya kumhofu Mungu, wasiwe wachongezi, wala wasiwe watumwa wa divai nyingi. Wawe walimu wa yaliyo mema, ili wawashauri wanawake vijana wawapende waume zao, wawapende watoto wao, wawe na utimamu wa akili, safi kiadili, wanaofanya kazi nyumbani, wema, wanaojitiisha kwa waume zao, ili neno la Mungu lisitukanwe. Vivyo hivyo, endelea kuwahimiza wanaume vijana wawe na utimamu wa akili, ukiwawekea mfano mzuri wa matendo mema katika mambo yote. Fundisha mambo safi kwa uzito wote, ukitumia maneno yenye manufaa yasiyoweza kulaumiwa, ili kuwaaibisha wale wanaopinga, wakiwa hawana jambo lolote baya la kusema kutuhusu. Watumwa na wajinyenyekeze kwa mabwana wao katika mambo yote, wakijitahidi kuwapendeza. Wasibishane nao, wasiwe wakiwaibia, bali wawe waaminifu kabisa, ili katika mambo yote walipambe fundisho la Mwokozi wetu Mungu. Kwa maana Mungu ameonyesha fadhili zisizostahiliwa kwa kuwaletea wokovu watu wa namna zote. Nazo zinatuzoeza kukataa matendo yasiyompendeza Mungu na tamaa za ulimwengu, na kuishi kwa utimamu wa akili, uadilifu
na ujitoaji kimungu katika mfumo huu wa mambo, huku tukingojea tumaini lenye furaha na kufunuliwa kwenye utukufu kwa Mungu mkuu na kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyejitoa kwa ajili yetu ili atuweke huru kutoka katika kila namna ya uasi sheria na kujisafishia watu walio mali yake ya pekee, wenye bidii katika matendo mema. Endelea kusema mambo haya na kuhimiza na kukaripia kwa mamlaka kamili. Usiache mtu yeyote akudharau. Sura ya 3. Endelea kuwakumbusha wajitiishe na kuzitii serikali na mamlaka. Wawe tayari kwa ajili ya kila kazi njema. Wasiseme vibaya kumhusu yeyote. Wasiwe wagomvi, bali wawe na usawaziko, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Kwa maana hata sisi wakati mmoja tulikuwa watu wasio na akili, wasiotii, waliopotoshwa, watumwa wa tamaa na anasa mbalimbali, tukiendeleza ubaya na wivu, tukiwa wenye kuchukiza na kuchukiana. Hata hivyo, fadhili za Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, si kwa sababu ya matendo yoyote ya uadilifu tuliyokuwa tumefanya, bali kwa sababu ya rehema yake, alituokoa kupitia kuoshwa kulikotuleta kwenye uzima na kwa kutufanya wapya kupitia Roho Takatifu. Aliimimina Roho hii kwa wingi juu yetu kupitia Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili baada ya kutangazwa kuwa waadilifu kupitia fadhili zake zisizostahiliwa, sisi tuwe warithi kulingana na tumaini la uzima wa milele. Maneno haya ni yenye kutegemeka, na ninataka uendelee kuyakazia mambo haya, ili wale ambao wamemwamini Mungu waendelee kukaza fikira zao katika kudumisha matendo mema. Mambo haya ni mema na yanawanufaisha watu. Lakini epuka mabishano ya kipumbavu na kubishana kuhusu ukoo na mizozo na mapambano kuhusu sheria. Kwa maana mambo hayo hayana faida na ni ya ubatili. Kuhusu mtu anayeendeleza madhehebu, muepukeni baada ya kumuonya mara ya kwanza na ya pili, kwa kuwa mtu kama huyo ameiacha njia na anafanya dhambi, naye amejihukumu. Nitakapomtuma Artema au Tikiko kwako, jitahidi kuja Nikopoli unione, kwa maana nimeamua kukaa huko majira ya baridi kali. Jitahidi kabisa kuwapa Zena aliye na ujuzi wa sheria na Apolo vitu wanavyohitaji ili wasikose kitu chochote kwa ajili ya safari yao. Lakini acha watu wetu pia wajifunze kuendelea kufanya matendo mema ili wasaidie kunapokuwa na uhitaji wa dharura, ili wasikose kuzaa matunda. Wote walio pamoja nami wanakusalimu. Wape salamu zangu wale wanaotupenda katika imani. Fadhili zisizostahiliwa za Mungu na ziwe pamoja nanyi nyote.